Zaji, leo ni Alhamisi Juni 26, 2025 na kukaribisha katika matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC. Habari za ulimwengu kusoma kwako na Halima Nyanza. Asante David, na habari msikilizaji. Watu 8 wamekufa na wengine zaidi ya 400 kujeruhiwa kufuatia maandamano ya kitaifa yaliyofanyika nchini Kenya jana kuadhimisha mwaka mmoja tangu kufanyika kwa maandamano ya kupinga ushuru yaliyosababisha maafa nchini humo. Zaidi na Esther Wambano. Licha ya maandamano hayo kukusudiwa kuwa kumbukumbu ya amani, yaligeuka kuwa machafuko. Maelfu wakijiunga na maandamano ya kitaifa kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano ya kupinga ushuru yaliyogharimu maisha ya watu mwaka mmoja uliopita. Yale yaliyokusudiwa kuwa maandamano ya kumbukumbu ya amani yaligeuka kuwa machafuko, huku waandamanaji 621 wakikamatwa. Kwa mujibu wa mahakama huru ya kusimamia utendaji wa polisi IPOA, kaunti 24 zimekumbwa na maandamano hayo. Mkuu wa shirika la ujasusi la Marekani CIA John Ratcliffe amesema mashambulizi yaliyofanywa na Marekani nchini Iran yameharibu vibaya maeneo ya nyuklia, hali ambayo imerudisha nyuma teknolojia hiyo nchini humo. Ameeleza kuwa maeneo yote muhimu yameharibiwa, licha ya kwamba hakuthibitisha kuwa mitambo hiyo ya nyuklia Iran imeangamizwa kabisa. Taarifa yake hiyo imetofautiana na ripoti za kijasusi zilizovuja awali ambazo zilimkasirisha rais wa nchi hiyo Donald Trump, zilizodai kwamba mitambo hiyo ya nyuklia Iran haijaathiriwa sana na mabomu ya Marekani. Kwa upande wake, Rais Trump amezungumzia kuishambulia mitambo hiyo ya nyuklia, lakini pia kutaka kufanya mazungumzo na Iran. We're going to talk to them next week. Tunakwenda kuzungumza nao wiki ijayo na Iran. Tunaweza kusaini makubaliano. Sijui, lakini kwa mimi sifikiri kama ni muhimu. Awali nilisema kwamba Iran haiwezi kuwa na nyuklia, tutailipua. Imelipuka. Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. It's blown up. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amepongeza makubaliano mapya yaliyofikiwa kuanzisha mahakama maalum juu ya uvamizi wa Urusi nchini mwake, akihimiza kuchukua hatua dhidi ya kuhakikisha inafanya kazi na kuwajibisha wale wote waliohusika. Akihutubia wabunge wa Ulaya alikosaini makubaliano hayo, Rais Zelensky ameeleza kuwa kila mhalifu katika vita hivyo vya Urusi lazima awajibishwe kisheria, akidai kuwa Rais Vladimir Putin wa Urusi ni mmoja wao. Aidha, amesema anaamini kuwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya kivita ya The Hague ni mahala mwafaka kwa ajili ya mahakama hiyo ya Ukraine. Na Rais Donald Trump amepongeza msimamo uliotolewa na washirika wake kutoka Jumuiya ya Kujihami ya Nchi za Magharibi NATO ya kuongeza matumizi ya ulinzi na usalama hadi kufikia 5% ya pato la taifa GDP, na kueleza kuwa ni kama ushindi mkubwa kwa Marekani na pia nchi za Magharibi. Hii ni BBC. Karibia, mimi ni David Inkia. Shirika la ujasusi la Marekani CIA limearifu kwamba mpango wa nyuklia wa Iran uliharibiwa vibaya kwenye shambulio lililotekelezwa na Marekani huko Iran. Utawala wa Trump pia umejibu kwa hasira kutokana na ripoti iliyoeleza kwamba mashambulizi ya Marekani yalirejesha nyuma mpango wa nyuklia wa Iran miezi michache tu na si kuteketeza kabisa. Leonard Mubali na maelezo zaidi. Rais Trump, wakati akielekea kwenye mkutano wa kilele wa NATO huko The Hague, amejibu madai hayo yanayobeza shambulio lililolenga mpango wa nyuklia wa Iran na kusisitiza kwa Marekani imeufuta kabisa mpango huo na kurudisha nyuma kwa miongo kadhaa. Naye mkurugenzi mkuu wa CIA John Ratcliffe amesema kulikuwa na hatua za kiintelijensia za kutosha na za kuaminika kuhakikisha kwamba mpango wa nyuklia wa Iran ulikuwa umeharibiwa vibaya. Mkuu wa jeshi la Israel amesema makomando wa ardhini walikuwa wakifanya kazi katika ardhi ya Israel, katika ardhi ya Iran wakati mzozo huo ulipodumu kwa siku 12. Akizungumza katika mkutano wa kilele wa NATO, Rais Trump ameulinganisha mzozo kati ya Israel na Iran kuwa ni sawa na watoto wawili wanaocheza katika viunga vya shule. Kuhusiana na kauli iliyotolewa na Trump dhidi ya vita vya Iran na Israel, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema wakati mwingine baba lazima atumie lugha ya ukali. Katika hatua nyingine, Iran imethibitisha kifo cha kamanda mkuu wa kijeshi, ikisema Al-Shadman alifariki kutokana na majeraha baada ya mashambulizi ya Israel. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Iran yanaonekana kuendelea, huku pande zote mbili zikikiri kuwepo kwa hatua hiyo. Hata hivyo, katika mkutano wa jumuiya hiyo ya kujihami ya NATO wamekubaliana kuongeza fedha katika bajeti ya ulinzi hadi 5% ya pato la taifa
Mataifa, kiwango kinachotajwa kuwa ni kikubwa. Katibu mkuu wa NATO amesisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu zaidi miongoni mwa wanachama wa jumuiya hiyo. Mbali na hatua hiyo, Rutte amesisitiza pia kuwa uungwaji mkono wa jumuiya hiyo usiotetereka kwa Ukraine unahitajika na ni lazima Rais Volodymyr Zelensky aendelee kusaidiwa kijeshi ili aweze kukabiliana na kitisho cha usalama kutoka Urusi. za binadamu nchini Kenya amesema kwamba takriban watu 8 wameuawa na wengine zaidi ya 400 kujeruhiwa vibaya katika maandamano dhidi ya serikali nchini humo. Haya yanajiri huku baraza la habari nchini Kenya likielezea kusikitishwa kwake na hatua ya mamlaka kuzuia vyombo vya habari kurusha maandamano hayo mubashara. Hata hivyo, mahakama kuu iliamuru mamlaka ya mawasiliano kusitisha hatua hiyo iliyotaja kama ni uvunjaji wa katiba ya uhuru wa vyombo vya habari. Kufahamu zaidi hapo awali nimezungumza na rais wa baraza la habari nchini Kenya, Zubeida Kananu. Kwanza kabisa ni ukiukaji wa katiba. Sheria iko wazi kuhusu uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa kupata habari. Na swala hili si la kwanza kufanyika, kwa sababu kulikuwa na kesi mwaka 2023-24 ambayo inahusiana na mamlaka ambayo yametwikwa Communication Authority na mamlaka ambayo yametwikwa Media Council of Kenya, kwamba mahakama iliweka bayana kuwa majukumu ambayo yametwikwa Media Council of Kenya ndio yale ya kusimamia utendakazi wa vyombo vya habari. Communication Authority mamlaka yake ni upeperushaji ama utoaji wa leseni na mawimbi ya upeperushaji. Baada ya kutoa tishio lake, Communication Authority walizima mawimbi ya KTN, K24 na NTV. Mahakama kupitia Jaji Chacha Mwita ikaharamisha ilani hiyo na kusema kwamba mawimbi ambayo yalikuwa yamezimwa yarejeshwe mara moja hadi kesi ambayo imewasilishwa mahakamani ipate kusikilizwa. Maelekezo zaidi yatatolewa tarehe 2 mwezi Julai. Hebu Zubeida, tuambie uhusiano umekuwaje kati ya vyombo vya habari na serikali wakati wa mzozo huu wa kisiasa kwa ufupi? Imekuwa vigumu sana. Mazingira ya utendakazi kama wanahabari yamekuwa magumu. Kumekuwa na vitisho kupitia vyombo mitandao ya kijamii na vile vile kupitia serikali, kupitia wizara tofauti za serikali. Kumekuwa na vitisho vingi sana kwamba wanatishia kuzima na kupokonya leseni vyombo vya habari ambavyo vitachapisha moja kwa moja maandamano ambayo yamekuwa yakifanyika. Na mvutano huu sasa baina ya mamlaka na vyombo vya habari nchini Kenya, haswa wakati huu wa maandamano, unatoa taswira gani kwenu wanahabari kwa ujumla? Ni taswira ambayo si ya kuridhisha, kwa sababu unapoangalia hata ripoti iliyotolewa ile ya Press Freedom Index inaonyesha kwamba uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya si jambo la kuleta tabasamu, kwa sababu hali inazidi kudorora. Mwaka 2024 Kenya iliorodheshwa nambari 102 kati ya 180. Mwaka huu Kenya imeorodheshwa nambari 117 kati ya 180, kuonyesha kwamba uhuru wa vyombo vya habari unazidi kukandamizwa kila kukicha. Ndio swala ambalo tumekuwa tukilikemea kila wakati. Kwa hivyo imekuwa ni vigumu sana kwetu sisi kufanya wajibu wetu kama wanahabari kwa uhuru. Ni swala ambalo linaleta wasiwasi mkubwa sana, hasa kipindi hiki ambapo taifa linajiandaa kwa uchaguzi wa mwaka 2027, na tunatumai kwamba mazingira haya yataweza kuboreshwa. Siku ya kimataifa kupambana na dawa za kulevya, ambapo kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa kitengo cha kushughulikia madawa ya kulevya, takriban watu milioni 300 wameathirika na dawa hizo duniani kote. Inatajwa kwamba kuibuka kwa dawa mpya za kulevya kunafanya iwe changamoto katika kukabiliana na tatizo hili ambalo vile vile linaongezeka kwa kasi barani Afrika. Baadhi ya nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania zimetaja kufanikiwa katika mapambano dhidi yake, huku mamia ya wahusika wakuu wakikamatwa. Kufahamu zaidi hapo awali nimezungumza na Aretas Lino, kamishna jenerali wa kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania. Tatizo la dawa za kulevya ni tatizo linalosumbua nchi nyingi duniani ikiwemo Tanzania. Na hadi sasa hivi hali ya dawa za kulevya nchini Tanzania imeendelea kupungua siku hadi siku kutokana na operation mbalimbali zinazofanyika, uwezeshaji mkubwa wa serikali uliofanywa kwenye masuala ya teknolojia, hususan vifaa vya kiintelijensia, ambapo tumeweza kukamata mitandao mikubwa ya dawa za kulevya iliyokuwa inaingiza dawa za kulevya nyingi hapa nchini Tanzania. Kama ulivyosema, sio tatizo la Tanzania pekee yake, ni la dunia nzima. Mapambano dhidi ya dawa hizi yamekuwa ni muda mrefu, lakini bado unaona hali ni mbaya. Ugumu uko wapi?
Tatizo la dawa za kulevya duniani kote linaendeshwa kwa rushwa, lakini kwa nchini Tanzania tumefanya mageuzi makubwa sana, na ndio maana umeona tumepata mafanikio makubwa sana katika udhibiti wa dawa za kulevya, na wafanyabiashara wakubwa ambao walikuwa hawakamatwi, wale mapapa ambao ndio walikuwa hawakamatwi kabisa nchini Tanzania lakini na nje ya nchi, lakini tumeweza kufanikiwa kwa kukamata nchini Tanzania. Kuna mbinu nyingi ambazo zinatumiwa na wauzaji na walanguzi wa dawa za kulevya. Mnakabiliana nazo vipi? Tumetengeneza mifumo ambapo hii mifumo imeingia mpaka ndani ya hao wafanyabiashara wa dawa za kulevya, na tumeweza kubaini mifumo yao na mbinu mbalimbali wanazozitumia kusafirisha dawa za kulevya, na ndio maana umeona tumefanikiwa kukamata kiasi kikubwa cha dawa za kulevya ambacho hakijawahi kukamatwa katika historia ya Tanzania. Kwa mfano, mwaka jana peke yake tumekamata kilo zaidi ya 2,000,000 za dawa za kulevya, ambapo katika historia ya Tanzania hakijawahi kutokea. Sasa ni ushirikiano gani mnaopata na kutoka kwa nchi nyingine, hususan zile za Afrika Mashariki katika mapambano haya? Tunashirikiana katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti dawa za kulevya, lakini pia ushirikiano mkubwa tunaofanya zaidi kwa sasa na hizi nchi za Afrika Mashariki, kwanza kabisa ni kubadilishana taarifa za kiintelijensia, kufundishana mbinu mbalimbali zinazotumiwa na wafanyabiashara. Kwa hiyo tunafanya ushirikiano mkubwa, pamoja na changamoto iliyopo ya utofauti wa sheria za nchi hizi, lakini tunafanya ushirikiano mkubwa zaidi katika kuhakikisha kwamba nchi zote tunadhibiti haya matumizi na biashara ya dawa za kulevya. Baadhi ya wafanyabiashara wakubwa na watu maarufu wanadaiwa kujihusisha sana na biashara ya madawa ya kulevya, tena kwa siri kubwa. Madai haya mnayafahamu, na kama ndio mnayashughulikiaje? Ni sahihi kabisa. Wafanyabiashara, baadhi ya wafanyabiashara wakubwa huwa wanajifichia kwenye zile biashara zao kufanya biashara ya dawa za kulevya. Kuna baadhi ya wafanyabiashara, mmoja peke yake unamkamata na zaidi ya tani 3, lakini tumeweza kuwabaini na tumewakamata. Sasa kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari ni saa 12:16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11:16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Inkiar. Songe mbele sasa. Malawi ina moja ya viwango vya juu zaidi vya mfumuko wa bei barani Afrika na kufikia zaidi ya 28.5 mwaka huu. Katika baadhi ya maeneo bidhaa zimekuwa zikipanda bei kila uchao, ambapo mfuko wa kilo 50 wa mahindi ni sawa na mshahara wa kima cha chini wa mtu nchini humo. Matatizo ya uchumi wa Malawi kwa kiasi fulani yanatokana na uhaba wa fedha za kigeni katika benki mbalimbali, na hivyo kusababisha wafanyabiashara kupata dola kutoka katika soko la biashara haramu ambazo wanahitaji kuagiza bidhaa zao kutoka nje. Zaidi na Ann Okumu. Katika nyumba anayofanyia kazi eneo la Area 49 mjini Lilongwe, mji mkuu wa Malawi, Suzana Kathumba mwenye umri wa miaka 43 anaendelea na shughuli zake za kusafisha nyumba. Analipa mshahara wa chini, akipokea takriban kwacha 80,000 sawa na dola 46 kwa mwezi, anazotumia kuwalea watoto wake 4. Lakini sasa Suzana anahangaika na mshahara wake mdogo kutokana na kupanda kwa bei ya bidhaa sokoni. Bei ya bidhaa zinapanda kila siku sokoni. Pesa zangu huisha pindi ninapolipwa. Maisha sasa yamekuwa magumu. Malawi ni moja ya nchi chache duniani zilizo na mfumuko mkubwa wa bei. Mapema mwaka huu, mfumuko wa bei ulipanda hadi 28%, mojawapo ya viwango vya juu kabisa barani Afrika. Takwimu kutoka Benki ya Dunia pia zinaonyesha kuwa nchi hii tayari ni miongoni mwa nchi maskini zaidi duniani. Nitakuwa nasema uongo nikidai kuwa nabakisha pesa mwisho wa mwezi. Sina chochote kabisa. Hebu angalia bei ya sabuni hivi sasa. Tunanunua kipande kimoja kwa kwacha 1,000. Sukari ni kwacha 4,500 kwa kila kilo. Na nimesikia huenda ikapanda hadi kwacha 6,000 au hata 7,000. Kama ilivyo kwa watu wengi nchini Malawi, Suzana anasema mfumuko wa bei imemlazimu kubadili maisha yake. Nimewaambia watoto wangu wasichafuke sana wanapocheza, ili tusitumie sabuni nyingi sana, lakini ni ngumu kwa sababu watoto ni watoto tu, wanataka tu kucheza. Wachambuzi wa masuala ya kiuchumi wanasema matatizo ya sasa nchini Malawi yanatokana na uhaba wa fedha za kigeni katika benki. Kwa kuwa biashara nyingi huagiza bidhaa kutoka nje ya nchi, zinategemea dola za Marekani, na hivyo zinalazimika kununua dola kwenye soko la magendo. Lakini kiwango cha kubadilisha fedha katika soko hilo ni cha juu, na hivyo wafanyabiashara wamepandisha bei za bidhaa
ili kufidia gharama hizo. Malawi pia inakumbana na ukosefu wa mafuta na sukari madukani. Swala hili lilisababisha maandamano kutoka kwa wafanyabiashara mapema mwaka huu, lakini serikali inadai kuwa inadhibiti hali hii. Vitumbiko Mumba ni waziri wa viwanda nchini Malawi. Kama wizara tumeangalia bidhaa na huduma muhimu kwa wafanyabiashara wote katika eneo hili. Tunadhibiti ugawaji wa fedha za kigeni kupitia vyombo vya serikali kama Benki Kuu na Wizara ya Fedha. Na wakati wa Malawi wakisubiria uchaguzi mkuu mwezi Septemba, wengi kama Suzana Kathumba wanatumaini kupata suluhisho itakalopunguza matatizo yao ya kila siku na kuleta utulivu katika uchumi na mapato yao. Bunge la Iran limepitisha mswada ambao utasimamisha ushirikiano wa nchi hiyo na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic yani IAEA, huku Iran ikisisitiza kwamba haitaacha mpango wake wa nyuklia kutokana na mashambulizi makubwa dhidi ya nchi hiyo yaliyofanywa na Israel na Marekani. Hatua hiyo inajiri baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani na Qatar kati ya Iran na Israel kumalizika siku 12 za uhasama ambao ulikuwa ni mkali, ikiwa ni pamoja na uingiliaji mkubwa wa kijeshi wa Marekani ambao ulipiga vituo vitatu vya nyuklia vya Iran siku ya Jumapili. Sasa je, nini cha kutegemea baada ya hatua hii ya Iran? Hii ndio mada yetu katika gumzo asubuhi leo, ambapo nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rabi, sambamba naye ni Abdul Fattah Musa, mtangazaji wa Radio Iran ambaye pia ana makazi yake huko Tehran. Anaanza kuelezea hatua hii imepokelewaje. Baada ya hatua ya Israel kuishambulia kijeshi Iran kwa kisingizio cha kuituhumu kwamba ina lengo la kuunda silaha za nyuklia, na hatimaye Marekani ikajiunga na kampeni hiyo nayo kuishambulia Iran vituo vyake vikuu vya nyuklia kwa hoja hiyo hiyo kwamba kutaka kuangamiza vituo vyake vya nyuklia kwa tuhuma kwamba inakusudia kuunda silaha hizo, wananchi wengi wamehisi kwamba hakuna haja tena pengine hata Iran ya kuendelea kubaki kuwa mwanachama wa mkataba wa kuzuia uundaji wa silaha za nyuklia na usambazaji wa silaha za nyuklia yani NPT, kwa sababu pamoja na kwamba Iran imekuwa ikiendesha shughuli zake za nyuklia kwa kufuata sheria za kimataifa, ikiwa ni mwanachama wa shirika la Umoja wa Mataifa la nishati ya atomiki IAEA, na vile vile miongoni mwa nchi za awali kabisa zilizosaini mkataba wa NPT baada ya kuasisiwa mkataba huo mwaka 1968 na kuwa mwanachama wake mwaka 1969, lakini imekuwa ikikabiliwa na mashinikizo makubwa hasa madola magharibi, pamoja na kwamba shirika la IAEA limekuwa likifanya ukaguzi na usimamizi mkali wa shughuli za nyuklia za Iran. Ibrahim Rabi, hatua hii ya Iran ilitarajiwa na unadhani imekuja wakati mwafaka? Ya, ilitarajiwa hasa katika kipindi hiki ambacho unafahamu kuwa Iran tayari ilishalishutumu shirika la IAEA kwa kile ambacho kinaitwa kuuawa kwanza kwa wanasayansi wake kwa muda mrefu. Na unakumbuka hivi karibuni kuwa kabla ya mashambulizi Iran ilisema kuwa ilikuwa imedukua taarifa nyingi sana ambazo zilikuwa zimetoka kwa Israel, na wakagundua kuwa shirika hili la atomic duniani lilikuwa likivujisha taarifa kupeleka upande wa pili, maana ilikuwa likiwakagua na kupeleka upande wa pili. Lakini ilitarajiwa kwa sababu kama alivyosema mwenzangu hapo mwanzo, anasema kuwa hakuna sababu kama kuna mkaguzi ambaye anakagua na mmemweka nyinyi na anatumia hawakilishi nchi yoyote na anathibitisha kuwa huyu hafanyi hiki mnachokifanya, sababu ya Irani kushambuliwa ilikuwa ni ipi? Kwa hiyo uamuzi huu ulitarajiwa na ulipata nguvu zaidi hasa baada ya mashambulizi. Lakini kabla ya hapo utaona kuwa Irani walikuwa wamebaki kusema kuwa hebu tuendelee kuheshimu hili, kwa sababu kama kujitoa kwenye IAEA wangeanza muda mrefu, lakini wanasayansi wengi makumi kwa makumi wameuawa kabla hata haya mashambulizi, wangeamua kujitoa wakati wote. Nije kwako Abdul Fattah, ni kwa jinsi gani tunaweza kuelewa vyema ushirikiano wa kinyuklia wa Iran na Umoja wa Mataifa? Kwanza kabisa kuruhusu wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuweza kuweka kamera zao za ukaguzi katika vituo vya nyuklia vya Iran, na vile vile kuwepo na ufuatiliaji unaofanywa na hata viongozi wa juu wa taasisi ya IAEA akiwemo mkurugenzi wake Rafael Grossi, ambaye mara kadhaa amekuwa akifanya ziara mbalimbali Iran na kukutana na viongozi wa taasisi ya nishati ya atomiki ya Iran kujadili masuala mbalimbali. Mbali na kwamba bodi ya magavana ya shirika hilo imekuwa na nafasi ya kila baada ya muda kutoa ripoti ya kuelezea vipi shughuli za nyuklia za Iran zinafanyika. Usisahau tu kwamba kama alivyoeleza mwenzangu Ibrahim Rabi kwamba Iran imeguswa
sana na hisia kwamba shirika hili limekuwa linafanya kazi kwa maslahi ya madola magharibi na hata utawala wa Israel, kwa sababu tutakumbuka kwamba siku moja tu kabla ya Israel kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran, bodi ya magavana ya wakala wa atomiki ilitoa ripoti kali ambayo ilijenga hisia maalumu ya utata kuonyesha kwamba Iran imekuwa haitekelezi pasavyo majukumu yake kuhusiana na masuala ya nyuklia, na hiyo taarifa hiyo ikapokelewa na kupewa msukumo mkubwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel, na hatimaye ndipo siku ya pili yake tukashuhudia kwamba Israel ikachukua hatua za kijeshi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Ibrahim, unaona hatua hii ya Iran inamaanisha nini kwa ufuatiliaji wa masuala ya nyuklia duniani kote? Iran ni kama inataka kutuma ujumbe ulimwenguni. Ukisikia taarifa yao kuwa si kwamba wamejipa jumla, lakini wamerudisha masharti yao kwa sababu wameona kuwa utekelezaji wa masharti umekuwa haufuatwi. Kwa hiyo katika kutangazo lao la kujitoa ambalo bado halijaidhinishwa na Baraza la Usalama ambalo ndio litaidhinisha, bunge limeamua, lakini bado kuna jopo la wengine ambao linaweza likaamua hiyo kufikia hapo. Sasa kama Iran imeamua kufanya vile, maana yake inaotuma ujumbe tu duniani tu kuwa sasa na sisi tunataka tuingie gizani, yani tufanye shughuli zetu zote gizani, tufanye kama wengine wanavyofanya, halafu tuone matokeo yake yatakuwa yepi, kwa sababu tumejitolea vya kutosha kwenu, lakini nyinyi hamkutupa chochote ambacho kinakuja. Kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho kinafikirisha. Unaona kuwa urutubishaji wa Irani wa 3.67 ni urutubishaji ambao anaufanya Australia, anaufanya Canada. Lakini kitu ambacho Irani anashutumiwa nacho kingine ni kuwa mkataba wa JCPOA ule wa Barack Obama mwaka 2015 ulio Trump alitoa mwaka 2018 na kurejesha vikwazo. Manake kitendo cha kujitoa tu Marekani na kurejesha vikwazo ilikuwa manake mkataba tayari haufanyi kazi. Lakini Irani anahukumiwa kwa matokeo ya vifungu vya mkataba wa mwaka 2015 ambao ulivunjika mwaka 2018. Abdi Fattah, unadhani nini baadhi ya athari za kusimamishwa kwa ushirikiano Umoja wa Mataifa kuhusiana na masuala ya nyuklia na Irani yenyewe? Athari zake moja ni kwamba kutakuwepo na hali ya mvutano katika suala la nyuklia la Iran, na pengine labda mimi niseme tu kwamba hii kwa upande mmoja inaweza kuwa ni kama wenzo wa mashinikizo ambao Iran nayo kwa upande wake inataka kutumia katika mazungumzo ya nyuklia hasa na Marekani, kwa sababu katika kipindi kile cha mazungumzo ya JCPOA kama alivyoashiria mwenzangu hapa ni kwamba nchi nyingine zote za madola makubwa duniani hazikuonekana kuwa na mvutano mkubwa na Iran katika swala la nyuklia. Nchi pekee ambayo kwa muda mrefu imekuwa ndio inayoshinikiza swala hili ilikuwa ni Marekani. Na nakumbuka aliyekuwa rais wa Iran Ahmadinejad wakati ule aliwahi kusema kwamba sisi badala ya kuendelea kuvutana na nchi zote ulimwenguni, pengine ingekuwa ni bora tukakaa sisi na Marekani tukalimaliza swala hili. Kwa hivyo kwa kuwa sasa tumesikia kwamba baada ya Rais Trump kuamua kutangaza usitishaji vita kati ya Iran na baina ya Marekani na Israel katika baina pande mbili, bado amerejea tena msimamo wake wa kutaka kwamba mazungumzo ya nyuklia na Iran yaendelee. Na Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amesikika akisema kwamba Iran haijawahi kutoka au kuondoka kwenye meza ya mazungumzo na iko tayari kwa hilo. Sasa nimalize na wewe Rabi. Tayari tunaona Iran kama vile inataka kuweka kivuli katika kile ambacho nikifanya kwenye masuala ya urutubishaji wa nyuklia, na baadhi wanaona kwamba hatua hii inaweza ikasababishia kupelekwa kwa vikwazo vikali kabisa kwa Iran. Nini mtazamo wako? Hilo liko wazi kwa sababu Iran imekuwa ikiishi kwenye vikwazo. Naweza kusema kuwa Iran wanaweza kusema kuwa ni maprofesa wa vikwazo. Wamedumu navyo toka kuasisiwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mwaka 79. Wamekuwa navyo hivyo vikwazo. Hilo wanalifahamu litakuwa. Lakini dunia ya leo imegeuka sana. Vikwazo havifanyi kazi sana, hasa baada ya upande wa mashariki kuwa na nguvu. Ndio maana unaona kuwa hata baadhi ya nchi zimekuwa haziogopi tena vikwazo vya Marekani, kwa sababu zamani wakati nchi za mashariki hazina nguvu sana, ukipigwa vikwazo kweli unawezeka kweli, lakini leo ukipigwa vikwazo unahamia upande wa pili na wanakupa support na unaendelea. Kwa hiyo naweza kusema kuwa vikwazo vinaweza visisaidie sana kwa Marekani, kwa sababu Irani wameshakuwa nunda wa vikwazo na wamevizoea na wanafahamu matokeo ya vikwazo yatavyokuja. Upo Kariakoo, Dar es Salaam. Serikali ya Malawi, hebu fanyeni juhudi za haraka ili msaidie raia wenu kutoka na ukata wa fedha na maisha ya raia wenu. Ni ujumbe wako huo. Hakuna la ziada asubuhi ya leo. Mhariri ni Halima Nyanza, msimamizi ni Leonard Mubali, akisaidiana na Omar Mkambara. Kwenye mitambo pale ni Esther Lwambano, mimi ni Inkia David Inkia.